Michezo mingi, kuna wanariadha, lakini kwa nini umetuchagua sisi tuanze mahusiano haya ya kushughulika na afya ya moyo kwa wanamichezo kwa kuanzia kwa mpira wa miguu? Ni jambo jema sana. Asante sana na kushukuru sana. Mheshimiwa Mkurugenzi, mimi ni kushukuru sana. Michezo iko mingi, lakini jambo la kwanza, miezi kama sio mitatu minne ulinipigia simu kuhusu hili jambo. Nilifikiria sana kwamba kuna michezo mingi, kuna wanariadha, lakini kwa nini umetuchagua sisi tuanze mahusiano haya ya kushughulika na afya ya moyo kwa wanamichezo kwa kuanzia kwa mpira wa miguu? Ni jambo jema sana. Asante sana na kushukuru sana. Kuanzisha programu ya moyo wa michezo, sports cardiology program hapa nchini, hii itakuwa ni ndoto ambayo inakwenda kutimia katika kipindi muhimu sana katika historia ya michezo nchini kwetu. Kama mnavyojua, tutaandaa mashindano ya Chani 2025 kwa kushirikiana na wenzetu wa Uganda na Kenya, lakini pia tutaandaa AFCON 2027. Niwajulishe kwamba kabla ya kuandaa mashindano ya kuna ziara na tafiti mbalimbali zilifanyika, na mojawapo ya ukaguzi ule na zile ziara ilikuwa ni kwenye hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili pamoja na hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Sema kweli, timu ile kwa maelezo waliopewa na mkurugenzi aliyekuwa mkurugenzi wa hospitali ya Muhimbili Profesa Janabi, na mipango ya baadaye ya hospitali yetu hii yaliwavutia sana, lakini pia kama hayo yalifanyika pia kwenye hospitali ya Mnazi Mmoja kule Zanzibar. Kwa hiyo walitoka na kwamba Tanzania angalau wachezaji watakapokuja kutoka duniani watakuwa wako sehemu salama. Lakini pia nahisi hili litaongeza sana ile heshima yetu na kuhakikisha kwamba angalau unapokuja kucheza mpira Tanzania utakuwa uko salama. Mheshimiwa Mkurugenzi, sisi tuna vituo viwili vya ufundi, Kigamboni na Tanga kule Mnyanjani. Sema kweli, katibu anajua ninavyohangaika kila siku na wakurugenzi wa halmashauri hizi za Kigamboni na Tanga kuhakikisha kwamba angalau kwenye vituo vyetu tunakuwa na angalau kuwe na kituo cha afya ambacho pia kitahusisha na sports medicine. Kwa kufungua kitengo cha cardiolojia katika michezo au sport cardiology. Hichi ni kitu kikubwa sana katika nchi yetu ambacho tunaenda kukifungua, na namshukuru rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ndugu yangu Karia, kwa kukubali wazo langu hili ambalo nilileta kwake, kwa sababu kama alivyosema Dr. Eva, wanamichezo wengi duniani hupoteza maisha yao, na takwimu zinaonyesha katika watu 50,000 kuna mtu mmoja ambaye anapoteza maisha yake kwa sababu ya michezo. Na ukiangalia magonjwa makubwa ambayo yanawasababisha wapoteze maisha yao uwanjani ni magonjwa ya moyo. Kwa kuweka huu mradi wa sport cardiology ni kitu muhimu sana. Kwa Afrika nafahamu kuna nchi kama Afrika Kusini, lakini nchi za Afrika ya Kaskazini pamoja na Egypt ndio wana vitengo hivi vya sport cardiology. Kwa hiyo sisi kama nchi tumeona, na kama taasisi ya moyo, vision yetu ni kwamba kuhakikisha tunawalinda wanamichezo wasipate haya matatizo, wasipoteze maisha yao. Kwa sababu wanamichezo mmoja akipoteza maisha, kuna watu wengi wanaumia, washabiki wao ambao ni wengi na watu wengi wanapenda mpira, lakini familia yao itaumia na kila mtu anaumia. Kwa hiyo tukaona ni vizuri kwamba kitengo hichi cha taasisi ya moyo ya Jakaya ifungue kitengo maalum cha sports cardiology au kitengo cha moyo ambacho kitakuwa kinafanya mambo mengi, kitakuwa ni mtambuka licha tu ya moyo, lakini kitakuwa kinapima magonjwa yote ambayo wanamichezo wanaweza kuyapata. Na tutatengeneza one sport center. Kwa kuanzia tutaanza na taasisi yetu ya pale Dar Group, lakini baadaye serikali imetupa eneo pale Mikocheni ya zaidi ya eka 10, ambapo pale tulikuwa tujenge
hospitali ya tiba utalii. Kwa hiyo tutaweka vile vile na sports medicine pale, ambapo kutakuwa na vifaa vyote vya masuala ya uchunguzi wa michezo kama alivyosema Dr. Eva, lakini vile vile kutakuwa na swimming pool, sehemu ya mazoezi na vitu vyote